Ni katika mvua isiyokuwa chache tena nyingi ndipo wa vijana wengi wa Kisabato wamehitimishwa na kuvikwa nishani mbalimbali toka katika clubs mbalimbali za chama cha vijana wa Kisabato. Harakati hizi zimefanyika kwenye chuo kikuu cha Adventista wa Sabato mjini Goma Iyago. Mchungaji Tademu Ruta anayehusika na kitengo fakulte ya teolojia hapa kwenye chuo kikuu cha Iyago afasiria kwa nini kuandaa mpango huu. Kulikuwa investitiri ya Master Guide na investitiri ya Senior Youth Leader. Wa Master Guide ni miongoni mwao kuna wanafunzi wa theolojia ambao wamemaliza ili mbele waende kwa kazi ya Bwana ama kwa kukua missionary, inabidi wawe wa Master Guide ili kwa shamba kwenye watatumika ili waweze kuongoza vijana wenzi wao. Kwa pili kuna kuwa wa Senior Youth Leader. Wa Senior Youth Leader wanahusika na wakuongoza wa vijana na wao au ni wazee wa makanisa. Hiyo ni department nyipya katika kanisa hili ambayo inahusisha wazee wa makanisa na wale wa vijana ambao wanapenda wao waongozi wa vijana wenzi wao. Hii ni utaratibu kweli ya university. Unajua mission ya university na mission ya kanisa ni kurudisha watu kwa Yesu Kristo. Ndio maana kila mwaka tunakuwa na hiyo investiture ili wa vijana ambao wanasoma chuo chetu wajue ya kwamba kazi yao si kusoma shule tu, lakini wajue ya kwamba wanaandaa na watu kwenda kwa Kristo. Ndio maana tumeandaa na investiture. Mchungaji Muvunga Grace, kiongozi wa idara ya vijana wa Kisabato kwenye Union ya Mashariki Kaskazini mwa Kongo, yeye arizika na mpango huu. Baada ya kupata mafundisho masomo katika shule, lakini pia tumewafanyia kambi kubwa. Hapa tulikuwa tangu tarehe 9 mpaka tarehe ya leo wakiwa katika kambi. Tukiwafundisha sasa hizo tekniki za jia, kuwafundisha namna watakavyokuwa wakiwaongoza vijana wadogo hata vijana wakubwa, ili kwamba wanapoondoka hapa waweze kwenda wanapokuwa wamejua kile ambacho wanakwenda kufanya katika makanisa. Nimetosheka sana. Ni nini iliyohasa mtazamo wa wamoja wa waongozi wa vijana kanisani? Mimi ninapokuwa mmoja miongoni mwa viongozi wa vijana katika mji wa Goma, ni kwamba maandalizi yako sambamba ya namna ya kutangaza Injili, kwa sababu vijana wengi wamefanya mafunzo, wameweza kuandaliwa na kupewa mbinu watakazozitumia. Waliohitimishwa watoa maoni yao. Tumejifunza namna ya kujitegemea, namna ya kujiandaa kwa ndoa zetu ambazo tunakuwa nazo karibuni, na namna ya kuweza kuchunga vijana ili wasiweze kufuata njia ya dunia bali waweze kuelimika kiroho. Kazi ya Mungu haina uzee. Unaweza tumika unapokuwa kijana, unatumika unapokuwa mzee. Na kazi hii ya vijana nilianza zamani na ningali mtoto, nikaendelesha hata kama wakati fulani nilisimamisha, lakini wakati iliyopita nilikuwa chef guide na leo nimekuwa Investicom seal. Kwa hiyo ninapenda niendeleshe kazi ya Mungu. Vijana ni nguvu kwa kanisa la leo na hata kwa kanisa la kesho. Kuwakaribia ni alama za ushindi. Toka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi Neshukuru kwa niaba ya Hope Channel Tanzania.